Mtoto huyo aliyemaliza darasa la 7 mwaka huu katika skuli ya msingi Muna iliyopo Unguja alifika kisiwani Pemba hivi karibuni kwa matembezi nyumbani kwa bibi yake ya maeneo ya Mtoni Chake Chake Pemba, ambapo ndipo alifanya tukio hilo la kujinyonga hadi kufa lililoacha huzuni, simanzi na majonzi makubwa kwa familia na majirani. Katika kuamka leo ndo nikamchukulia mswaki akajiswaki chooni kule. Wakati wa kumaliza akaja ndani kulala. Sasa katika kulala hivi, lakini ndio mie nashughulika huko naosha vyombo na nini, naja mbona mtoto naona kimya, ukashituka kumwangalia ndani, kumbe kashajitundika. Katika tukio hilo, mkuu wa wilaya Chake Chake Mgeni Khatibi Yahya amewataka wazazi kujitahidi kukaa na watoto wao ili kutatua changamoto zinazotokea. Tukae nao karibu watoto wetu, tuone mabadiliko yao. Kama kuna kitu hakiendi sawa, basi tuweze kukirekebisha. Walimu wa madrasa, walimu wa skuli, kwa pamoja basi tutoe elimu kwa vijana wetu ili kuepusha hivi vifo ambavyo vinajitokeza mara kwa mara. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Kusini Pemba Abdallah Hussein Musa amekiri kupokea taarifa hiyo majira ya asubuhi, ambapo mwili wa marehemu umefanywa uchunguzi na wataalamu wa afya katika hospitali ya wilaya Vitongoji na kukabidhiwa kwa jamaa zake. Mnamo tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2025 majira ya saa 1 za asubuhi huko maeneo ya Mtoni, shehia ya Madungu, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba, Muntasiri Sefu Muhene ana umri wa miaka 15, mkazi wa Mwera Unguja, alikutwa amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia waya wa pasi ya umeme ambaye alikuwa ameutundika juu ya dari. Hakika mauti ni mlango na kila mmoja atapitia mlango huo. Siku na saa inabaki kuwa siri ya Mungu. Kutoka Pemba, Aisha Haji.